Na mimi naomba nitoe maelekezo kwa chuo cha VETA kurejesha zile kozi ambazo zilikuwa zinatolewa, short course, mafunzo ya muda mfupi yanayoendana na mazingira na shughuli za uchumi za eneo hili la Chemba. Na Mheshimiwa mbunge ameshatuambia kwamba shughuli za hapa ni kilimo na ufugaji. Kwa hiyo twende tukatafute namna ya kutoa hizo kozi ambazo fupi ambazo zitawezesha vijana wetu kuwa na ujuzi kwa muda mfupi na kuweza kujiajiri, kuinua vipato vyao na kujenga taifa lao kwa ujumla. Kumbuke kuwa VETA inatoa mafunzo ya ufundi stadi ambayo ndiyo nguzo muhimu katika kuongeza fursa za ajira kwa vijana wenye ujuzi na kuwawezesha kuajiriwa, kujiajiri na hata kuajiri wengine. Hivyo kuchochea ongezeko la kipato kwa mtu mmoja mmoja na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi kwa ujumla. Vile vile VETA ina jukumu la kuendeleza ubunifu katika utengenezaji wa bidhaa kwa lengo la kutafuta changamoto za kiuchumi na kijamii nchini. Hivyo ni muhimu VETA kujielekeza katika kutoa mafunzo yanayochochea matumizi ya mifumo ya tehama katika uchumi wa kidijitali unaohusisha matumizi ya akili unde na roboti. Mabibi na mabwana, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imejipanga vyema kuhakikisha kuwa VETA inapatiwa vifaa vya mafunzo vya kutosha na vya kisasa, kuajiri watumishi hususan wakufunzi wenye ujuzi na mbinu za kufundisha na kujifunzia. Na nadhani hapa tunaenda kutekeleza ile changamoto ya Mheshimiwa mbunge ambayo ameitaja. Aidha, serikali itahakikisha kuwa inaongeza bajeti ya utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, na wasisitiza kuendelea kukuza ubora wa mafunzo kwa kuzingatia mahitaji ya soko la ajira. Hili linawezekana kwa kushirikisha wadau mbalimbali wakiwemo viwanda, waajiri na wadau mbalimbali wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Ushirikishwaji ulenge katika uandaaji na utekelezaji wa mitaala, utoaji wa mafunzo inayokidhi mahitaji ya soko la ajira ndani na nje ya nchi.